Hii ni Tem TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Alright. Bana, what's popping, what's trending kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na ngoma mpya ya Diamond, ngoma ambayo inaenda kwa jina la Sasampa. Ni ngoma mpya kabisa, brand new song ambayo imeweza kutoka Oktoba 2025 na tayari ngoma hii inaweza kutikisa kwenye chati kubwa za muziki duniani kote. Tumeweza kuona Diamond anaendelea kukimbiza baada ya kuweza kutoa ngoma 3 mfululizo, kuanzia ngoma ya Msumari, Nani, lakini pia Sasampa ni miongoni mwa ngoma ambazo zinashikilia trending namba 3 kwenye YouTube this time na inafanya vizuri kweli kweli. By the way, hii hapa ninacho kile ambacho wamekifunguka, na hii hapa by the way ni kwa wote ambao waliweza kushuhudia ile video ya Harmonize pamoja na Alikiba. Huenda hichi ambacho Harmonize ameweza kukifanya pamoja na Alikiba kimepelekea Diamond pamoja na Mario kutoa ujumbe huu mzito. Kwa hiyo tena kufahamu kile ambacho amekisema, lakini pia zaidi wengi wanajiuliza Sasampa ni nini? By the way, kuna wale ambao hawafahamu na ambao wanajua. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao unafahamu, basi mtuambie unaelewa nini kuhusiana na Sasampa. Ila hapa pia kwenye video nitakuelezea uhalisia wa neno Sasampa, limetoka wapi na linatumikaje na kwa nini basi ngoma hii imeweza kuwa hit song. This time nilikuwa naangalia video hapa, by the way, kideo kikali kinoma noma, na video hii hapa inaweza kutrend namba 3 kama nilivyokuambia, na ikiwa ndani ya siku moja ikiwa na views zaidi ya 734, like za kutosha, comment ni mingi, lakini pia this is a new song, it's a bang. Focalist ndani, Ankoli, Silas Africa, X Dupi pamoja na mtu mzima Diamond na Focalist wamemaliza ngoma hii kubwa kweli, na Stukizi ndio producer wa hii ngoma. Back in the business, back in the story. Kama bado hujasubscribe, please make sure una subscribe, utakuwa umeweza kutisha kinoma noma. So nitakwambia kuhusiana na maudhui ya wimbo. By the way, ngoma hii hapa ni mchanganyiko wa amapiano kutokea Afrika Kusini, lakini pia Bongo Flava Tanzania. Kuna ladha fulani hivi ukisikia, hata mdundo ulivyogongwa ni tofauti kabisa, lakini pia scene fulani ambayo inaonekana Diamond iko na gang yake wamekaa kwenye pool table. Nimekwambia mwanzo kuhusiana na content ambayo tuweza kuona this week, Harmonize pamoja na mtu mzima Alikiba waliweza kutiza kwamba wanakuja na ngoma pamoja, na kawa wanaonekana kabisa wako kwenye pool table. So kiangalia hii video ya Diamond, the way ambavyo wanacheza pool table ni tofauti sana. Huenda ikawa ni jibu kwa upande wa pili, kwa sababu hawa ni marival, ni watu ambao kwenye biashara ya muziki wanakompiti na vitu kama hivyo, au sio bana? Video hii by the way inaweza kuvutia mashabiki wengi wa Afrika Mashariki, lakini pia vijana ambao wanapenda mapiano na maisha ya kisasa. Ukiangalia vizuri kwenye comment huko chini, watu mbalimbali wanakuwa wanaweza kusifia hii ngoma. Nimeweza kuona wewe anasema, tangu ni ushabiki wa Simba sijawahi kupata like 2000 kutoka Kenya. Mnionee huruma jamani, watu wa Kenya gonga like, noma sana. Mwingine anasema, nani amemwona Mario huko ndani? Kwa watu wengi sana wameweza kuuliza swali kuhusiana na Mario na vitu kama hivyo, sio bana? Hasa nimepita kwenye kamusi ya Tanzania kutamani kujua maana ya neno Sasampa kama ni neno la Kiswahili. By the way, Diamond ametuletea Sasampa, lakini je, wimbo huu hapa unajua nini ambacho anakimaanisha? Kwenye hii ngoma Sasampa inaongelewa kama pesa. Kiasili kabisa kwenye dictionary ama kwenye kamusi, neno hili la Sasampa halipo. Hicho kitu inabidi ufahamu. Ni neno ambalo limeibuka hivi karibuni, ni neno ambalo la kizazi kipya, inaweza kusema ni slang ambayo imeweza kutokea. Ni kitu ambacho kimekuja na kitaweza kapita, out, you never know, maybe it stay for long, lakini ni miongoni mwa slang ambayo ina trend this time na inamaanisha pesa ama hela. Kwa hiyo ukiangalia vizuri, Diamond kwenye hii ngoma anasema Sasampa, watoto wazuri wanataka hela, toa hela na vitu kama hivyo, lakini pia tia hela. Lakini pia kwenye video ukiangalia vizuri unaweza kuona maisha ya kifahari, mafanikio, lakini pia mzunguko ambao anaambatana nao, watu ambao karibu yake ni watu ambao wanaonekana wanajiweza kwa namna moja ama nyingine, au sio bana? Kwa hiyo video hii hapa imetengenezwa kwa ubora wa hali ya juu kabisa na mandhari za kifahari kama nilivyokuambia mwanzo, na imeweza kuonyesha jinsi gani ambavyo basi imewaattract watu wengi kuweza kuwa namba 3 kwenye trending kwa muda mfupi ndani ya siku moja. So Diamond anaweza kutuletea Sasampa. Ukiangalia vizuri, na Focalist ni miongoni mwa watu ambao wanaweza kufanya kazi pamoja. Na nakumbuka last time kuna ngoma moja walikuwa wamefanya na Focalist, ngoma ambayo ilikuwa inaitwa hiyo kitu kama hicho, sijakosea I think. Ngoma ambayo ilienda viral sana, moja ya amapiano kali sana ambayo ilifanyika kwenye kumbukumbu zangu. Najaribu kuangalia hapo kwenye search engine. Yes, ngoma ya hiyo ambayo alifanya Diamond pamoja na Focalist, Mapara Jazz pamoja na Mtosh Gaz
ni miongoni mwa ngoma ambayo inafanya vizuri 4 years ago ikiwa na views zaidi ya milioni 44 this time. So one day ago Diamond ameweza kudrop tena Sasampa, noma kweli sana. Na kitu ambacho nimeona ambacho kimetrend zaidi kuhusiana na Sasampa ni jinsi ambavyo basi Mario ameweza kushare kwenye Instagram yake kitu ambacho kimekuwa gumzo. Wengi walikuwa wanategemea kwamba Mario na Diamond collab yao itakuja lini na vitu kama hivyo. Basi imekuja kwanza hii kazi ambayo ni ya Diamond Sasampa, lakini Mario kaonekana kwenye video. So Mario aliweza kushare baadhi ya picha ambazo wako pamoja na kusema Simba hali Simba nyie, keep streaming Sasampa by Big Lion, na kumtagi mtu mzima Diamond. Sasa hapa kuna kitu ambacho watu wameweza kukiona, kwa sababu anasema Simba hali Simba nyie, sijui nyie mmeelewaje, mnielewesheni kwa sababu kuna vitu vinaweza kuwa bila sintofahamu. Na pia akasema keep streaming Sasampa by Big Lion, kwa maana kwamba yeye ni Simba mdogo, maana Big Lion ni Simba mkubwa ambaye ni Diamond na vitu kama hivyo. Na Diamond alikuja kureply hapa na kusema tu mmoja badi sana, na kumaanisha kwamba Toto Badi ni mmoja hatari sana na vitu kama hivyo. So kuna watu mbalimbali nimeweza kuona comment zao huku chini kwenye comment section wakisema tupeni hata dunia remix, lakini pia mwingine anasema kutoka Alo na Simba la Masimba Dangote, mwingine anasema mtoe ile collab upepo wa Sasampa ukitulia, lakini upepo wa Sasampa ukitulia noma sana. Lakini pia kuna mwingine anasema Diamond Platnumz x Mario please ilifanyike jambo kuu, Estukizi tunakuomba, noma sana. Mwingine anasema hawa jamaa bana noma sana. Hasa kuna hii comment nyingine nimeona hapa, huyu hapa anaitwa Joani 212 anasema kwamba hawa jamaa bana, na kunyosha mikono juu na kuwapigia makofi, akisema wamemlipa Kiba na Harmonize, walikuwa wakicheza pool table, wao sasa hivi wanahesabu pesa kwenye pool table. Kweli maisha ni kuchagua. High IQ, noma sana. Na kusema Diamond featuring Mario. Mwingine anasema tunahitaji collab fire nyingi na vitu kama hivyo. Watu mbalimbali by the way wamefurahi kuweza kuona Mario kaonekana kwenye video ya Diamond, lakini pia muonyesha wana ukaribu mzuri, kitu ambacho kilikuwa kinatamaniwa sana kwa muda mrefu, na tuliweza kusikia mara kadhaa kwamba kuna collab kati yao lakini haijatoka na vitu kama hivyo. By the way, wimbo huu hapa unaweza kuwa mwanzo wa mapinduzi ya kisanii kabisa, kwa sababu Sasampa imeshakuwa neno ambalo limeingia kwenye muziki na maisha ya vijana wa sasa hivi Gen Z, noma kweli kabisa. Au sio bana? Sasa hivi kauli ni moja, Sasampa Sasampa. Sasa na swali moja, je, wewe una Sasampa au unazitafuta kama mimi? Alright, bana, by the way ni bonge moja la ngoma kwa upande wangu. Sasa ni moja ya ngoma ambayo ni shabiki wa muziki mzuri, kwa hiyo nimesikiliza hii ya mapiano na nimegundua kuna chemistry nzuri sana kati ya vocalist pamoja na Diamond. Hawa jamaa wakikutana kwenye ngoma, sijui the way ambavyo una feel, just imagine the way vocalist anafanya unyama ndani kule, msikilize pia Diamond anafanya unyama. Huo wanafanya vitu vikubwa sana. Kwa hiyo kwangu mimi ni best collaboration, ni best song, na ni ngoma ambayo naiona mbali kwa international vibe, kwa sababu Diamond hapa katikati ameonyesha kwamba jinsi gani soko la kimataifa analimudu. Kwa hiyo kwa namna hii tunategemea ngoma hii itafanya mengi makubwa. Kwa upande wako sijui unaongeleaje? Ngoma ya zamani iliyotoka mwaka 2021 hiyo pamoja na hii ambayo imetoka this time ya mwaka 2025 Sasampa, nini mtazamo wako? Ni ipi ambayo unaikubali zaidi? Na tuambie hapo kwenye comment section. Usahau kuweza kusubscribe, lakini pia kugonga like kwenye video na kutufollow kwenye mitandao ya kijamii kuanzia Facebook, Twitter na Instagram. Jina ni moja @TemTV. Bonyeza kengele ambayo itatokea baada ya kuweza kusubscribe. Tutaendelea kuletea ukweli ambao umeweza kufichwa kisanaa. I go by the name Stefano Tem. Till next time, Sasampa Sasampa. Ciao, peace and love. Hii ni TemTV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.